kama mwezeshaji alivyosema, lakini swali langu la msingi ni kwenye upande wa transformation ya digitali, kwamba umesema kufikia mwaka 2050 malengo ni kuhakikisha kwamba huduma za serikali kwa 80% zinatolewa kidijitali. Nikaomba tu nijue kwamba kwa sasa hivi tupo kwenye asilimia ngapi? Asante. Asante. Naitwa Sheila, natokea Azam TV. Nilikuwa naomba kufahamu kuhusiana na kama wizara namna ambavyo mmejiandaa kwenye utekelezaji wa maagizo ambayo yalitolewa na Waziri Mkuu jana katika kufanya mapitio ya haraka kwenye tamko za mali na madeni, lakini pia viongozi, lakini pia aligusia sehemu ya kufanya marekebisho ya kisheria ambayo yatagusa kuanzia watumishi wa ngazi ya chini kabisa. Maswali mwingine? Karibu Mheshimiwa Waziri, naona somo lako limeeleweka. Karibu sana. Ya, sasa hamna maswali kweli jamani? Mimi napenda sana maswali bwana. Sasa nikikosa maswali hapa nitajitengeza mwenyewe maswali hapa. Anyway, sasa nieleze kitu kimoja. Kwanza ni jambo zuri ambalo mtanisamee, nilikuwa na concentrate kwa kuandika, sikusikia baadhi ya majina yenu, lakini issues zilizozungumzwa kwa mfano ya kwanza, concern kubwa ni kwamba anataka kujua tuko asilimia ngapi sasa ya digital transformation. Digital transformation sasa hivi, labda nieleze kidogo kabla sijafika kwenye specific issue yako. Digital transformation tunaizungumza sasa ni kwamba tunataka serikali iondoke kwanza kwenye matumizi ya karatasi. Yaani kwamba ikiwezekana kila kitu kifanyike kwa njia ya digitali. Hilo la kwanza. Lakini la pili ni pia tunapozungumza kwa mfano mifumo yetu isomane. Kwa maana uwezo wa communication ya serikali kwamba sasa polisi wakiwa wanahitaji kitu wanaweza kuwasiliana, au mahakama ikiwa inahitaji kitu inaweza kuambia polisi tuleteni hiki, ikawa inafanyika namna hiyo. Kwa hiyo sasa hivi tuko juu ya 55%. Juu ya 55% kwa sababu ya taarifa za jumla, lakini kama nilivyosema malengo ni kwamba nataka by 2050 tuweze kufikia 80%. Unajua serikali pana ina vitu vingi. Na unajua ndani ya eneo hilo kuna vitu ambavyo lazima mviangalie, kwa sababu sio tu mtachukua mifumo muiwekeke, lakini kuna jinsi ambavyo mnataka mtengeneze, kuna taarifa nyingine za ndani za nini, vitu vingi. Kwa hiyo lakini process inakwenda vizuri sana. Na kama nilivyosema vijana wetu wanafanya kazi nzuri kweli kweli. Tunao vijana dedicated kabisa waiga pale, ambao haya yote mnaona, haya mifumo yote ya serikali ya kuwasiliana kwa nini yote inafanyika kupitia kwao. Lakini la pili ni jinsi gani tumejiandaa kupitia tamko la maadili ya watumishi wa umma na jinsi ambavyo tunaenda kufanya watumishi wa chini. Labda niseme sasa na mimi katika jambo hili labda nigeuka kuwa mtendaji. Tunaje ulivyo baada ya maagizo yaliyotolewa na Mheshimiwa Waziri Mkuu. Hatua inayofuatia ni kwamba kunakuwa na zile communication za serikali, ambapo sisi kama wizara tutachukua maagizo yale ya Mheshimiwa Waziri Mkuu na kuyachambua katika maana ya kwamba kuyapanga, hili liende wapi, hili liende wapi, hili liende wapi, ili yaweze kutekelezeka. Na baada ya kufanya hivyo, yapo mambo ambayo yatagusa sheria. Kwa mfano unaposema leo hii wale watumishi wa ngazi za chini nao waguswe na sheria, manake kwa sasa hivi sheria ilivyo hawamo. Kwa hiyo ni jukumu letu sasa sisi kuandaa huo, nasema ile bill ambayo mswada ule wa sheria tutakaopeleka bungeni ili kuliongeza grupu hili. Lakini kama mlisikia vizuri katika mabadiliko ambayo yatakuwepo, moja wapo ni kwamba lazima tugawe katika mafungu, kwa maana makundi yale, kwamba haya makundi ya viongozi, haya makundi ya watumishi walio katika maeneo haya, walio katika ni haya, kama ambavyo Mheshimiwa Waziri Mkuu ametoa maelekezo, na sisi kwetu tutafanya hivyo. Tutaangalia kisheria zaidi kwamba lipi tulifanye, lipi tunani, ili maelekezo aliyotoa yaende vizuri. Kwa sababu ni kweli ndugu zangu, yale aliyosema Mheshimiwa Waziri Mkuu jana almost yanatokea leo hii. Kwa mfano mimi naye naibu waziri wangu hapa, huyu naibu waziri ili afanye kazi
lazima mimi nimwambie kwamba fanya hili. Hana jambo analamua yeye mwenyewe, lakini sheria inamtaka ajaze fomu ya maadili. Sasa maadili hayo ni kumheshimu waziri wako, maadili hayo ni kwa nini? Sasa ukija kwenye maadili kule tunachokiangalia ni mienendo. Kwamba je, huyu yupo exposed katika rushwa? Je, mwenendo wake na tabia yake iko kama inavyotakiwa katika uongozi? Sasa unajikuta kwamba sheria inampelekea mtu ambaye kwa lugha moja nzuri unazosema kwamba anaenda kujaza tu makaratasi. Lakini mwisho wa siku kama ikitokea ni kwamba labda yeye mwenyewe aamue kujiingiza katika hayo maeneo. Lakini wako watu kwa nafasi zao wamekaa katika mlango ambao ni wanapata tu rushwa. Yaani either ameita au hajaita itakuja rushwa na itanani. Sasa hii sheria lazima iwe katika maeneo yote. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa sababu yeye amesikia concern ya Mheshimiwa Rais, amesikia concern za Tanzania, kwa hiyo ndio maana ameelekeza vile ambavyo nini. Na mimi nataka niseme tu kwamba wizara yetu tutashughulikia jambo lile na kulipatia ufumbuzi mapema iwezekanavyo. Naona maswali yameongezeka, karibuni. Asante. Mimi naitwa Janet Jovin, natokea Demokrasia. Nina maswali mawili. Umezungumza kuhusiana na mifumo ambayo ipo mingi kidogo na inalenga kuboresha ufanisi katika wizara na watumishi. Swali langu nilikuwa napenda kufahamu labda ni kuna changamoto gani ambazo zinaweza kujitokeza wakati wa utekelezaji wa mifumo ya kidijitali kwa wizara yenyewe labda na watumishi. Swali la pili, tungependa labda kufahamu labda ni mahali gani wizara inaweza kuboresha zaidi katika hii mifumo ili kuhakikisha sasa inafanya kazi na inakuwa ina manufaa kwa watumishi wote. Asante. Asante. Naitwa Martin Joseph na tokea Radio Maria. Swali langu la kwanza, Mheshimiwa Waziri, mfumo wa e-mrejesho pamoja na huu mfumo wa daftari ni wa kidijitali. Asilimia kubwa ya wananchi ambao hasa wako vijijini wanatumia vitochi. Na huu mfumo ni wa kidijitali. Je, maoni yao watayawasilisha kwa namna gani? Kwa sababu kwa sasa hivi hatujafikia level ambazo wengi kwa Dar es Salaam inawezekana. Lakini ukitoka tu kwenda Pwani kuna baadhi ya maeneo unakuta wananchi bado hali zao ziko chini. Swali la pili, miongoni mwa vitu ambavyo vimekuwa vikipigiwa chepuo sana na vikizungumzwa, kitu chochote kinapokuwa kinakuwa kinaanza kwa nguvu kubwa. Hasa swala hili la utendaji wa watumishi wa umma. Mara nyingi serikali mpya inapokuwa inaingia, matamko mengi sana yanakuwa yanatoka. Lakini baadaye hali inakuwa inabadilika na wananchi wanarudi kule kule walipotoka. Lipi tamko lako kwa watumishi wa umma, hasa wale ambao hawatakuwa wakiwa na utendaji mzuri hapo mbeleni, au wananchi wachukue hatua gani? Swali la tatu kuhusiana na TASAF. Ni moja ya swala limekuwa ni muhimu sana, lakini kuna baadhi ya sehemu limekuwa likipigiwa kelele. Ambao wamekuwa wakihusishwa na mfumo huu wa TASAF wengi sio walengwa wa huu mfumo. Wewe kama waziri unatupa tamko gani ili tuelewe kwamba huu mfumo moja kwa moja kwa awamu hii ya sita ya serikali hii utakwenda kuwagusa wale walengwa zaidi? Asante Mheshimiwa. Mheshimiwa, naomba uendelee kutoa majibu. Labda mimi nianze kwa kueleza juu ya zile ambazo muuliza swali wa kwanza alieleza juu ya changamoto ambazo tunakabili. Changamoto zipo. Yaani lazima tuseme kwamba changamoto zipo, na changamoto zizopo basically ya kwanza, changamoto kubwa ambayo ipo katika mifumo yetu sisi ni jambo zima la miundombinu. Kama alivyoeleza, nadhani ni connect maswali haya mawili. Katika jambo lingine nasema kwamba kuna maeneo watu wana vitochi, hawawezi ku access hiyo mifumo. Lakini sasa hivi tupo katika njia ya ku develop, si lugha nzuri, ku develop au kujenga mifumo ambayo inaweza ka operate katika mazingira yote offline na online. Kwa sababu
unaweza hata kwenye katochi. Si unaona kwa mfano kama hata mfumo wa M-Pesa. M-Pesa ni mfumo ambao bwana sijui ndo nimefanya vizuri au nimefanya make. Watu wakati wengine wanatangaza biashara. Hiyo wamepata bahati. Kwamba unaweza ukatuma hela kwa kutumia simu ya tochi. Umeelewa? Kwa na sisi pia nao tunajaribu kuangalia katika utaratibu huo, lakini hii challenge ni ya ukweli na ipo, na lakini vijana wapo katika kazi nzuri wanaifanya, na tutakapofanikiwa tutatoa pia maelezo juu ya hilo. Lakini pia siku hizi ziko simu za 20,000, 10,000 za kidigitali. Sasa unajua ni wakati mwingine najua lazima tuwaambie Watanzania ukweli. Yaani yako mazingira ni lazima tukubali tu kwamba mabadiliko yanatakiwa pia na sisi tuende nayo. Leo hii utakiwa kusubiri kwamba eti naweza nikanunua simu ya kitochi kwa 50,000 alafu nikashindwa kununua simu ya kidigitali na uzwa 20,000. Kwa hiyo wakati mwingine mabadiliko nayo nasema mabadiliko ya kiutamaduni miongoni mwetu lazima tuyakubali hilo. Lakini jingine ni rasilimali fedha. Wakati mwingine unataka mfumo, kwa mfano kwenye rollout ya mfumo unataka mfumo ufike mpaka Kigoma kwa mfano toka Dar es Salaam. Lakini mtu wa Kigoma sio kwamba unaenda umdondoshea tu mfumo, lakini unataka pia umfundishe aweze kufahamu. Kwa mfano kama tunapozungumzia PIPMIS ni mfumo ambao unatakiwa ujazwe vizuri. Ukishajazwa vizuri mfumo huo ili watu waweze kuelewa vizuri wanaweza kufikiaje mfumo huo. Lakini pia jingine ambalo nimeeleza kwenye mifumo hii pia nalo liko jambo la taarifa. Lazima nikiri kwamba mimi kama waziri mpya yako maeneo ambayo pia nahitaji na wenzangu tujipange vizuri jinsi ya kufikisha salamu katika maeneo yetu. Kwa mfano kwenye mifumo mingi hasa maeneo vijijini. Nimeeleza hapa kwa mfano nikatumia mfano ule wa simu. Mifumo yetu kama nilivyoeleza katika maelezo yangu ya mwanzo, mifumo hii ukiwa katika maeneo ambayo hayana network au sio, tunayo ile access ya ile kodi yetu ile nilisema ni nyota 152 nyota 00 leli. Yani hata kama una kasimu kako katochi kama ambavyo unatuma pesa ndivyo ambavyo pia unaweza ka access hizo taarifa. Kwa hiyo haya maeneo yote yani hizi ni changamoto zipo na ni kweli tunakiri, lakini kama waziri hasa waziri mpya ambaye nimepewa nafasi hii manake unajua mimi nilikuwa naibu waziri wizara hii. Simeelewa vizuri Sasa Mheshimiwa Rais kunirudisha hapa kwamba huenda kuna jambo ameliona nikipokuwa naibu waziri maybe nilimfurahisha sana. Kwa hiyo sasa kunirudisha hapa manake sasa kwamba niende nikafanye pushi na kazi na kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda kwa kasi zaidi. Kwa hiyo ninaamini kabisa katika hilo, hizi changamoto ambazo mimi niliziona kipindi kile na changamoto kama hizi ambazo nyinyi pia kama waandishi mnazieleza ni wajibu wetu, lakini ukiangalia katika yote nasema kwamba bado tunatakiwa tukazane sana kuhakikisha kwamba elimu inafika kwenye umma ili mambo yaweze kwenda vizuri. Hili ni eneo la kwanza. Lakini eneo la pili, serikali au wizara iboreshe wapi ili kuleta manufaa taraji. Nafikiri serikali katika kuboresha nadhani nimeeleza kidogo pia. Kwanza ni eneo la kutoa elimu. Lazima tuendelee kufanya kazi ya kutoa elimu. Kwa sababu mifumo hii yote ambayo tunaielezea, kwa mfano kwenye eneo la mifumo, malengo yake makubwa ni kumwezesha mwananchi wa kawaida akutane na serikali yake. Kwamba wewe uko kule Musoma, unataka kukutana na waziri yuko Dar es Salaam sasa hivi. Unakutana naye vipi? Ni kupitia mifumo hii tutakutana. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana kwamba moja ya kitu ambacho lazima tukazane nacho ni kuhakikisha kwa mfano hata hii kodi ambayo tunaelezea hapa wananchi wanaifahamu kwa wingi zaidi. Kwa sababu mimi binafsi yangu kama waziri niseme wazi, mimi katika jambo ambalo sijawahi kuliogopa ni kukutana na watu. Tunakutana, tunazungumza. Na mimi naamini katika meza hakuna kinachoshindikana. Kwa hiyo kama tukiweka mifumo kama hii ambayo inatusaidia kuweza kukutana na watu, yale ambayo huna majibu nayo unaeleza tu wazi. Kwa sababu usitaki kujigeuza wewe ni kasuku kwamba kila swali linajibu. Hapana. Yale ambayo huna majibu nayo sasa bwana sikiliza hili ngoja nilifanyie kazi. Maana yako mengine ni mambo ya kitaalamu zaidi. Mimi kama waziri ni mmoja, lakini chini yangu ninao wakuu wa idara wasiopungua 9 na vitengo vyao. Sasa haiwezi kuwa mimi waziri ninajua kila kitu na katika kila idara, hapana. Lakini with time utayajua kwa sababu unakutana na huyu anakwambia hili, unakutana na huyu wakati mwingine tunapokea changamoto
Unampigia simu, bwana mkurugenzi, hebu niambie mbona kuna hili na hili, na sasa mheshimiwa waziri, wala usiwe na wasiwasi. Hilo jambo tumelifanyia hivi, tumefanyia hivi. Mwambie huyo mtu afanye 1 2 3. Akishindwa mpe namba yangu ya simu tuwasiliane. Ndivyo mambo yanavyokwenda. Na ndivyo ambavyo tunaweza tukafanikiwa, kwa sababu uongozi shirikishi ndio ambao unatoa majibu ambayo nataraji. Lakini pamoja na hilo pia, ili jingine la vitochi, nafikiri nimeshikilia tutolea maelekezo na utufikishie tu salamu ndugu mwandishi juu ya ile USSS code ambayo inatusaidia kuweza kuwasiliana kwa watu wote. Lakini jambo jingine ambalo limeelezwa ni kwamba juu ya mabadiliko wa mawaziri wanapokuja wapya, mabadiliko yanatangazwa sana, mnapiga sana maneno, alafu mwisho wa siku unaona watu wanarudi kwenye business as usual. Sasa hili jambo mimi nataka nizungumze na watumishi wa umma. Wewe mwandishi habari umeuliza, lakini mimi ninapokujibu wewe naomba nizungumze na watumishi wa umma. Jambo la business as usual limefika mwisho. Sisi kwenye wizara yetu, maana unajua bahati mbaya iliyopo watumishi wa umma lazima wajue kwamba safari hii wana waziri ambaye kwanza anajua nini maana ya nafasi yake hii. Yaani hilo jambo nataka niwaambie wazi. Wizara yetu sisi ndio inayo haya na kufaya. Yaani sisi leo hii hata ukisikia kwa mfano mtu kafukuzwa huko, sijui labda kwenye sijui kitu gani huko kwenye wizara gani kafukuzwa, yaani kituo kinachokuja ni kwetu sisi. Sisi ndio tunajua nini utumishi wa umma unataka. Mtumishi wa umma aliyekosea tunajua adhabu gani anatakiwa kupewa. Mtumishi wa umma aliyekosea tunajua anatakiwa kufukuzwa lini na anatakiwa lini arudishwe kazini. Kwa nataka niseme kitu kimoja. Kama kuna mtu ambaye anaamini kwamba ule muda wa kuchecheza upo, muda huu haupo, nataka nikwambieni, sisi wengine bahati nzuri huwa hatuna sababu ya kununa, kwa sababu mimi nilifundishwa kwa maisha haya ni furaha. Yaani wewe ukijiona kwa mfano mkono umeshindwa kunyooka hivi, kuna mwenzako hata mkono hana. Kwa sina sababu ya kununa. Lakini nataka nikwambieni, ninafika na jambo la utendaji kazi. Mimi ninachotaka ni kwamba jambo mtu aliwezekani uniambie kwa mheshimiwa waziri, kwa mujibu wa katiba, kwa mujibu wa sheria hii, kwa mujibu wa hiki, ili jambo ni gumu kutekelezeka katika hili. Lakini tunazungumza afu unaleta nidhamu ya uoga mfanyakazi kwamba mheshimiwa waziri sawa nitafanya, alafu hujafanya, alafu wiki ijayo unakuja kuniambia nimeshindwa kufanya kwa sababu hiyo. Nasema hivi, hiyo kazi hiyo kama unaitaka uwe muwazi na mkweli.